Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika pamoja na viongozi na wananchi mbalimbali katika hafla ya kumwombea dua aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi. Dua hiyo iliyofanyika Mangapwani, wilaya ya Kaskazini B, Unguja. Hii ni katika maadhimisho ya wiki ya kuwakumbuka viongozi wa kitaifa na waasisi wa mapinduzi ya Zanzibar na katibu wa kwanza wa chama cha Afro Shirazi, pamoja na siku ya kumbukumbu ya marehemu Mzee Abeid Amani Karume. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, ambaye ni mgeni rasmi wa hafla hiyo, amemshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuanzisha wiki ya kuwakumbuka viongozi na waasisi wa nchi hii waliopita ili kuthamini juhudi za viongozi hao. Waziri Kitwana amesema ipo haja ya kuliendeleza jambo hili kwa kuyakumbuka na kuyaenzi yale mazuri waliotuachia, kwa kuyaishi maono yao na kuendeleza kwa kuombea dua ili na sisi tuje tukumbukwe na watakaobaki, kwani maisha ya mwanadamu ni hadithi, ikiwa nzuri ije isimuliwe kwa wengine. Mwenyeji wangu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, naomba unipe ruksa hii nimshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuanzisha jambo hili. Lilikuwa lina utaratibu wa kuenzi baadhi ya viongozi wetu wale wa juu kama vile mzee wetu Mzee Karume, lakini kuja kwako wewe wakati wa awamu yako ukalitanua wigo jambo hili kubwa, kwamba waenziwe waasisi, lakini waenziwe na wale viongozi wakuu. Mheshimiwa, uniruhusu nimshukuru tena Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi ambaye ndiye muasisi wa jambo hili, na Mheshimiwa Rais alifanya jambo hili akijua kwamba jambo hili linajenga hatima ya waliomtangulia, lakini na yeye akaona kwamba kana kama kuntu wasatakununa kama kana. Ule msemo unaosema sisi tulikuwa kama wao na wao watakuwa kama sisi, au wao walikuwa kama sisi na sisi tutakuwa kama wao. Jambo hili aliloliboresha na kuliuisha rais wetu, hatimaye leo alhamdulillah pia linamgusa mzazi wake, miongoni mwa viongozi waliofanya makubwa kwenye nchi, viongozi walioweka historia isiyofutika katika nyoyo zetu, viongozi ambao tutawakumbuka dumu dawamu katika maisha yetu ya vizazi vya leo na vizazi vijavyo. Kwa hakika wajibu wetu sisi tuliopo, ambao mambo haya yameanzwa kwa mfumo huu, tuyaendeleze. Aidha, amewashukuru wananchi waliohudhuria katika hafla hiyo kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuanzisha utaratibu wa kuombea dua viongozi waliopita na waasisi wa nchi hii. Na hili nalo kwa niaba yake na kwa niaba ya viongozi wa familia na familia kwa ujumla, nitoe kama nasaha, tuendelee kuombeana dua na kheri na kukumbuka kwamba sisi tuliobaki duniani tunapaswa kuendelea kuishi kwa amani, utulivu na upendo, tualimiliane kwa mema, tujuane kwa shida na raha yanapotokea haya, kwani hapa ndipo tunapoanza kuchonga mwiko wetu kwa huko mbele tunakokwenda. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu amjalie mzee wetu huko aliko iwe kwenye ile pepo ya juu kabisa ya Firdausi, na sisi Mwenyezi Mungu tuliopo hapa tujalie tuwe na hatima njema, yale mazuri aliyoyafanya walau nasie tukopi japo kidogo, tuweze kumkaribia naye ili nasie tuwe kwenye sehemu njema. Naye katibu wa Mufti wa Zanzibar Sheikh Khalid Ali Mfaume amesema ipo haja kuiga yale mazuri yote ambayo mzee Mwinyi aliacha, kwa kuwa kigezo chema kwetu kwa kujishughulisha na mambo ya khairat. Tusijikweze kwa wananchi wenzetu, tuishi kwa usawa bila kujibagua kwa vyeo, ili na sisi tuje kuwa hadithi njema kwa watakaosimuliwa baada ya sisi kuondoka duniani. Fanya jitihada kubwa kwa nafsi yako mwenyewe, baada ya kuondoka watu wakutaje, kwa sababu fadhikru lilinsani umrun thani,
Ule utajo mtu anaotajwa baada ya kuondoka kwake ni umri mwingine. Mzee Mwinyi yuko kaburini, maisha yake ya duniani yamekwisha, lakini tarehe yake na maisha yake aliyoyafanya ni uhai mwingine tunaendelea kueleza leo. Mzee Mwinyi alikuwa mtu gani? Alikuwa ni mtu rahimu, alikuwa ni mtu karimu, alikuwa ni mtu ambaye alijitayarisha kwamba kuna siku ataondoka katika ulimwengu. Na tarehe yake ukisoma maeneo mengi unamkuta mzee Mwinyi alikuwa katika kheri. Amejenga misikiti, amesaidia misikiti, amejenga madrasa, amewasaidia watu kusoma, amefanya kila aina ya kheri, na alitambua kwamba anachopaswa kufanya afanye yeye mwenyewe akiwa yuko hai. Kilele cha maadhimisho haya yatakuwa tarehe 7 mwezi wa 4 2026 hapa ofisi kuu ya Chama cha Mapinduzi Kisiwandui.